والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Hakika tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake zisizohesabika, na miongoni mwazo ni kule kutujalia tukaweza kupata tena fursa kama hii ya mawasimul khair, ya misimu ya khairi, hali ya kuwa ni wazima na afya. Na ndio kaida ya wale wema waliopita, walikuwa wakiomba fursa kama hii mwaka mzima, Allah awafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na naam, wanapowafikisha wanaitumia fursa tokea mwezi haujaingia, wakiwa ndani ya Shaaban, wakifanya matayarishi ambayo aliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kukithirisha ibada ya saum ndani ya Shaaban na kukithirisha kusoma Qur'ani ndani ya Shaaban kwa ajili ya maandalizi ya kujiandaa na mwezi wa Ramadhan na kupokea Ramadhani kwa ibada. Ndiyo mfungo ambao alikuwa akila Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo mfungo ambao alikuwa wakiutekeleza na kukaribisha mwezi wa Ramadhan wema waliopita ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hivyo na sisi lazima tufuate mienendo ya mabwana kama hawa, kuanzia Mtume mpaka masahaba mpaka tabiina na mpaka waliokuja. Na ndani ya Ramadhani ndio ilikuwa zaidi hawaepuki misikiti, yani illa kwa dharura, wakiwa ndani ya misikiti wakifanya ibada, wakisoma Qur'ani, hawakupoteza jambo la khairi yoyote katika Ramadhani, sababu ya kwamba khairi yoyote anayoifanya Muislamu ndani ya Ramadhani ina malipo makubwa. Na Mtume alikuwa hapendi kuona mtu ameipoteza fursa ambayo ya katika misimu ya khairi, alikuwa hapendi, bali humhimiza afanye. Na kuna kisa kimoja, hadithi ndani ya Bukhari, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi kutoka katika hijjatul wadaa, amfika Madina, akakutana na bibi mmoja alikuwa maarufu ya Madina. Hakumuona, yani ya kwamba mtume hakumuona ule bibi kule hija, na watu takriban Madina nzima waliondoka wakenda na Mtume illa wachache wale watakwenda kuhiji na Mtume. Hata Asma binti Umais radiyallahu anha antoka akiwa na mimba miezi 9 tenga, akamwambia mumewe Sayyidina Abu Bakar, na mimi nitakwenda kuhiji na Mtume. Akifika ndiani, uchungu unampata wa mazazi, akamzaa mwana aliyekuwa maarufu katika Uislamu, Muhammad ibn Abi Bakar. Amwambia Mtume, ya umma Sinan, ma laka lam tahujji ma'ana, mbona wewe hukuhiji na sisi? Basi kukuona hija na waona wengine wanawake. Amba ndiyo, mimi nilikuwa kidogo tuna upungufu wa vipando nyumbani kwetu, mnyama mmoja ankwenda na mume wangu ankuja hija, mimi sikuweza kuja sababu mwingine tulionaye ni mdogo, ni mtu afanya shughuli za majumbani. Akamwambia, unkosa fursa kubwa, watu wampata malipo makubwa, sasa utafanya nini ya kwamba mpaka na wewe ufikirie malipo walopata wenzao kwenda kuhiji na mimi? Akamwambia, idha jaaki Ramadhan fa'tamiri, sasa basi Ramadhani ikija nenda kafanya umra, nenda kafanya umra Ramadhani, usikose. Kwa nini akamwambia hivi? Akamwambia, inna umratan fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i, umra ndani ya Ramadhan malipo yake yanakuwa sawa na yule alolipwa katika masahaba wangu alohiji na mimi. Kwa hivyo hii ni mfano ya mambo ya khairi katika Ramadhani. Na Ramadhani intujia, yani ya kwamba imetuingilia, tufanyeni bidii katika mambo ya khairi.
tufanyeni bidii katika kusoma Qur'ani na kusikiliza katika vikao vya kheri, sababu ni fursa hatujui ndio ya mwisho katika umri wetu au tutaipata tena. Lazima haya tuseme, sababu ndio wake ilivyo. Kuipata fursa tena ni bahati, kwa sababu kuna wengine mwaka jana walikuwa kama sisi na wakataraji fursa na wao waipate, lakini washakwenda mbele za haki. Wengine hawaiwezi, hawakuiweza somo sababu ya maradhi. Kwa hivyo mimi na wewe ambao tumpata neema kama hii, ndugu zangu, tuwe ni wenye kujitahidi naam masiku yote ya Ramadhani, sababu khairi, neema, itqum minan nar iko katika mwezi wote wa Ramadhani. Haiko mwanzo peke yake, haiko katikati peke yake, la, yako katika makumi yote haya matatu. Kwa hivyo kwamba tuhimizeni na kuonesha masiku ni muhimu. Mtume alikuwa akitoa bishara, akiwapa bishara yani masahaba ya kwamba Ramadhani inaingia. Atoa bishara ya kwamba Ramadhani inaingia. Atakum shahru Ramadhan shahrun mubarak, mwezi wa Ramadhani umewajilia jamani, mwezi wa baraka. Akataja mengi, na akasema ya kwamba yunadi munadi, hunadi mwenye kunadi, ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir. Haya yote meyasema yani ya kwamba ni katika kukumbushana yale yanayofungamana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Tutakaribisha tena katika durusu zetu za kila siku ila Ijumaa baada salati adhuhuri hapa msikitini kwetu. Insha Allah tutakuwa nazo, Allah akitupa hai na uzima, mwezi mzima, na ndugu zetu mbalimbali wakija wakitukumbusha. Na vile vile yani kwa wale wanawake hatukuwasahau katika kheri, tukawawacha kama ilivyokuwa wakati wa nyuma. Mama aingia ndani ya jiko kuanzia saa 3 na akitoka saa 12 jioni anchoka, hawezi kufanya lolote, hakupatiliza hata kuleta istighfar. La, pia tu wakumbuka kuna darasa za kina mama, mwenye ukhti yake, mwenye binti yake, mwenye ahli yake, kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamis saa 4 hapa mpaka saa 5:30, yani ya kwamba wanakumbushwa na wao maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwakaribisha insha Allah. Na leo pia vile vile hivi sasa mimi nilikuwa nimeambiwa nisimame nikaribishe wale maduati ambao watakaokuja katika siku kama hii, na leo ni siku ya Ustadh Ahmad insha Allah, na ndiye atakayekuwa na sisi. Naomba tukae tumsikilize na kufaidika. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falyatafaddal mashkuran ma'juran ustadh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وبعد. Hapana budi ndugu katika imani kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kwa sababu umri ni neema katika miongoni mwa neema ambazo Allah tabaraka wa taala anamjalia yule ambaye anamtaka na kumnyima yule ambaye anamtaka. Kwa hiyo kupambana sisi hapa katika msikiti kama huu, katika kikao kama hiki, hii yote ni fadhila yake Allah tabaraka wa taala,
wala sio ujuzi wetu, wala sio mbio zetu, wala sio nguvu zetu, lakini hii ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema kama hii, na pia tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema kwamba yeye ametujalia tumeingiliwa na musimu ambao ni msimu wa kheri, msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndani yake kuna kupatikana fadhila nyingi sana, lakini pia tutamshukuru mlezi wetu na mwenye kuendesha gurudumu hili letu la da'wa, kiongozi wetu fadilatu Sheikh Aba Bilal, Allah amhifadhi min kulli su'in, kamana na maovu yote, na ampatie umri ambao ni umri tawil wa kuweza kuendesha na kumpatia nguvu katika swala kama hili. Wallahi, bidii aliyokuwa nayo shekhe wetu Aba Bilal ni bidii ambayo mwingineo haipatikani kwake. Durusi ambazo zinapatikana misikitini hapa, misikiti mengine tofauti tofauti, kwenda katika kutekeleza jambo hili la da'wa katika vitongoji tofauti tofauti, yote hii inataka mtu kujitolea nafsi yake na mali yake. Alhamdulillah, shekhi wetu Aba Bilal kama hili analiendeleza, basi Allah tabaraka wa taala lijalie jambo kama hili liwe ni katika hasanat, katika mizan yake kesho yaum alqiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo haitafaa mali ya mwanadamu wala wale watoto waliokuwa nao huyu mwanadamu pia hawatomfaa chochote, isipokuwa yule ambaye atakuja mbele ya Allah tabaraka wa taala na moyo ambao umesalimika. Ndugu katika iman, darsa ambayo leo tutaielezea au tutaizungumzia, tutataja makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala ya kuwepo kitengo hiki ambacho ni kitengo cha kufunga, maqasidu sharia fi siyami, makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini Allah tabaraka wa taala akakiweka kitengo muhimu sana cha kufunga, cha siyam? Na kuna hikma gani Allah tabaraka wa taala mpaka akaweka funga ambayo inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Ibadallah, hili ni swali ambalo anatakikana muumini ajiulize na alitafutia jawabu lake. Kwa nini Allah tabaraka wa taala akaweka funga? Mal hikmatu fi dhalik, kuna hikma gani mpaka Allah tabaraka wa taala akatuwekea funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Allah tabaraka wa taala anapokuwa yeye anaweka sheria yake katika hii dunia, anaiweka sheria kama ile limaslahati al-ibad, ameiweka sheria ile kwa ajili ya maslaha ya hawa wanadamu. Kiona sheria ya Allah tabaraka wa taala imewekwa katika hii dunia, basi ndani yake kuna maslaha ambayo yanapatikana kwa hawa wanadamu. Lakini Allah tabaraka wa taala ameibainisha, bayana alhikma min tashri'in
ameibainisha ile hikma, kwa nini ikawekwa sheria ya kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikawekwa sheria ya kufunga katika miezi mingine. Min alibadat, min tashri'i fi kathir min alibadat, Allah tabaraka wa taala ameweka hikma kubwa sana katika kuweka sheria katika zile ibada ambazo watu wanazitekeleza. Na miongoni mwa ibada ambazo wanaadamu wanakuwa ni wenye kuzitekeleza kila mwaka ni hii ibada ambayo ni ibadatu as-sawm. Ndani yake kunapatikana fawaidun kathira wal maqasidul jalila, kunapatikana faida nyingi katika ibada kama hii ya funga, bali kunapatikana ndani yake makusudio ambayo ameyaweka Allah tabaraka wa taala katika kuweka ibada kama hii ya funga. Fafaradha Allahu tabaraka wa taala shahra Ramadhan, Allah tabaraka wa taala akaufaradhisha, akajalia kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhan kwamba ni faradhi, ni lazima watu kufunga. Wa hunaka siyamun mustahabun, lakini ziko pia funga ambazo zimekuwa zimependekezwa. Wa mandubun, na pia ziko funga ambazo ni za sunna fi ghairi Ramadhan, basi na mwezi ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa mfano, Allah tabaraka wa taala imewekwa funga ambayo watu wanakithirisha, al-iktharu min as-sawm fi Sha'ban, kukithirisha katika kufunga katika mwezi wa Sha'ban. Sio kufunga mwezi mzima wa Sha'ban, lakini kukithirisha, yani kufunga kwa wingi katika mwezi ambao ni mwezi wa Sha'ban. Wa sawmul ithnain wal khamis, kadhalika zimewekwa funga za kufunga katika siku ya Jumatatu, siku ya Alhamisi. Saumu yaumin wa iftaru yaumin, funga leo, funga ya kufunga siku na kuacha siku, saumu ya Nabii Allah Daud. Kadhalika siyam ayyamul bidh, kufunga zile siku ambazo ni siku nyeupe. Saumu Arafa wa saumu Ashura, hizi zote ni jumla ya funga ambazo zimewekwa katika sheria ambayo ni sheria ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, kujua na kufahamu makusudio na hikma na fawaid za sheria za Allah tabaraka wa taala ni sababu katika miongoni mwa sababu ya huyu mwanadaam kupata tumaninatu lilqalbi, kwamba anapata utulivu katika moyo wake. Ukijua makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala, faida ya sheria za Allah tabaraka wa taala, hikma ya sheria ya Allah tabaraka wa taala, bal katika faida ambayo inapatikana katika sheria za Allah tabaraka wa taala, tashjii ala al-ajyal ala al-ibadat liwa'in wa ikhlasin, ni jambo ambalo linawashajiisha wale wanaadam na kizazi baada ya kizazi kile kinachokuja katika kutekeleza na kufanya zile ibada, tena kwa njia ambayo ni ya kuleta mazingatio na kuwa na ikhlas ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo utamkuta mwanadamu ambaye anatekeleza ile ibada kwa kuifahamu ile sheria ya Allah tabaraka wa taala na kujua zile faida zinapatikana katika sheria ile ya Allah tabaraka wa taala iliyokuwa imewekwa,
Kwa mfano faida au sheria iliyokuwa imewekwa ya Allah tabaraka wa taala ya kufunga, lau kama mu'min atakuwa ni mwenye kutekeleza ile ibada kwa kutambua na kufahamu makusudio ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi yeye atakuwa anapata matumaini na utulivu mkubwa sana katika moyo wake. Bali katika faida ni kuwa yeye atakuwa na bidii zaidi katika kuitekeleza ibada kama ile. Fama hiya ba'd maqasidi as-siyam, basi ni ipi au ni zipi zile baadhi ya makusudio ya kwamba Allah tabaraka wa taala ametuwekea hii funga, hasatan katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa nini Allah tabaraka wa taala akaifaradhisha? Kwa nini akaiweka funga kama hii? Awalan, jambo la kwanza kabisa, ndugu katika iman, imewekwa funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Jambo la kwanza ni watu kuwa na al-ikhlas, na mara nyingine tulitaja kwamba al-ikhlas ndiyo asasu saada, ndiyo msingi wa huyu mwanadamu kupata saadatu dunya wal akhirah. Kule kuwa na ikhlas, akaitekeleza ibada yake na akaifanya ile ibada yake kwa nia ambayo ni niyatun khalisa lillah, aliyoitakasa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Bal al-ikhlas asasu qabuli al-a'mal, bali mwanadamu kuwa na ikhlas, huu ndiyo msingi ya kwamba yeye amali zake ziwe zitakuwa ni zenye kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Wa man haruma al-ikhlas haruma al-qabul, na yeyote ambaye atakuwa ameharamishiwa ndani yake ikhlas ya kutekeleza zile ibada, basi ameharamishiwa kukubalika matendo yake anayoyatenda. Hayatakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala matendo ambayo hayafanyiki kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Fa anta wa ana falnas'al sualan, wewe mimi, hebu ndugu katika imani tujiulizeni hili swali. Usalli liman, mimi na swali, lakini swala hii namswalia nani? Atasaddaqu liman, ninatoa sadaka, je sadaka hii ninamtolea nani au ninaitoa kwa ajili ya nani? Au atlu alqur'ana, mimi naisoma Qur'an, nakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, lakini je kitabu hiki cha Allah tabaraka wa taala nakisoma kwa ajili ya nani? Ana asum, nafunga funga ya mwezi wa Ramadhan, lakini je funga hii asumu liman, nafunga kwa nani, kwa ajili ya nani? Kwa hiyo jawabu ambalo linatakikana kutoka kimoyo na likutoka kimatamshi ni kwamba saumu na ibada tunazozitekeleza, ibada za swala, ibada za kutoa, ibada za kusoma Qur'an, ibada za kufanya khairati, zote tunazifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lillah. Hizo zote zinakuwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wa hadha huwa al-ikhlas. Sasa hii ndiyo ile ambayo tunaita ikhlas. Lakini idha kunta tasumu mathalan hubban fi madhi an-nas, ikiwa wewe mathalan unafunga, lakini kule kufunga kwako unafunga kwamba uwe ni upendo, kwamba watu wakupende, hubban linnas, kwamba watu wakupende kwamba wewe unafunga. Au mathalan, au kwa mfano unafunga liannaka fi hajatin
ila hamiyati ghidhaiya limualajati almarad. Ama wewe unafunga mathalan kwamba, lakini nia yako vile unavyofunga sio kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, unafunga kwa sababu kwa ajili ya kuhami ya maradhi. Kuna baadhi ya maradhi labda yasikufikie. Hii haizingatii kwamba ni funga ambayo ni funga unaifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Au mathalan ukafunga wewe, lakini funga yako ni funga ili watu wapate kukujua, wapate kukuona. Kwa hiyo ile funga unapokuwa wewe unaifunga, unatakana ufunge kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala katika suratul Bayyina anasema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina, na hakuamrishwa hawa na Adam isipokuwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, mukhlisina lahu ad-dina, hali ya kutakasa dini yake Allah tabaraka wa taala, yani kufanya matendo ya ibada, kufanya zile a'mal kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika iman, unapokuwa wewe unatekeleza zile ibada, inatakikana uitakase ile nia yako kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Najua anna Allah la yaqbal amalan ashrakta fihi ma'ahu ghayra. Allah tabaraka wa taala hatakubali matendo yako yoyote ikiwa ndani yake katika haya matendo ya ibada umeingiza kumshirikisha yeye Allah tabaraka wa taala na kitu chochote. Ndio unakuta katika hadithi al-Qudusi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna ash-shuraka, mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri kwa wale ambao wanaokuwa na ushirika. Mtu anapokuwa ananishirikisha mimi na kitu chochote, mimi ndiyo tajiri. Kwa hiyo wa kuombwa ni mimi Allah tabaraka wa taala. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi, yoyote ambaye atatenda matendo amal akawa ananishirikisha mimi na kitu chochote, taraktuhu wa shirkahu, basi mimi humwacha na ule mshirika wake. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndiyo tajiri, ndiyo mkwasi. Kwa nini basi wewe utekeleze zile ibada alafu umshirikishe yeye Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo tunapokuwa tunatekeleza ibada kama hii ambayo ni ibada ya funga, inatakikana ibada kama hii tuitekeleze kwa njia ambayo ni khalis liajli Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Nasema tena Allah tabaraka wa taala kwamba huyu mwanadamu katika hii funga yatruku ta'ama wa sharaba, anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake, wa shahwata, na anaacha matamanio yake, liajli, kwa ajili yangu mimi. Sema Allah tabaraka wa taala, as-siyamu li, funga ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye ninailipa hii ibada ya funga. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja unalolitekeleza utalipwa thawabu 10 au mema 10. Aliposema yatruku shahwata, maana yake kwamba huyu mwanadamu anaacha matamanio
matamanio ya jimaa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Alikuwa na matamanio ya mke wake akawacha, na matamanio mengine pia akayawacha. Kwa hiyo akasema tena katika hiyo hadithi, as-siyamu li, funga kwamba ni yangu mimi, ay amalun khalisun min ajli laysa fihi riyaun, kwamba funga ni amal ambayo mtu anatakana kuitekeleza na kuifanya hali ya kumtakasa Allah tabaraka wa taala kwa ajili yangu mimi, na ndani yake kusipatikane riya, kwamba kujionyesha kwamba mimi nimefunga au kutaka kusikika kwamba mimi nimefunga. Wa ana ajzi bihi jazaa'un ghairun muhaddad, Allah tabaraka wa taala ndiyo mlipaji wa funga tunazofunga, tena ulipaji wake hauna mipaka kwamba amekuwekea kitu fulani au kiwango maalumu. Ulipaji wake wa Allah tabaraka wa taala wafunga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni yeye kivyake anaelewa mwenyewe hisabu yake, kwa sababu ni ulipaji ambao unanasibishwa na utukufu wake Allah tabaraka wa taala na fadhila zake. Wa hakadha kana da'bu salihin, hivi ndivyo ulivyokuwa mwenendo wa wema waliokuwa wametangulia. Watu wema waliokuwa wametangulia min al-anbiya'i, kama nabii, maswahaba, matabiin, wema waliokuwa wametangulia, huu ndio ulikuwa mwenendo wao. Fahadha Daud ibn Abi Hind yasum, huyo hapa Daud ibn Abi Hind alikuwa akifunga, lakini kana khayatan, yeye alikuwa ni mtu mshonaji, yani kazi yake ni ushonaji wa nguo. Yadhhabu ila amalihi, anatoka katika nyumbani kwake anaelekea katika kazi yake, kufanya biashara yake ya kushona, lakini yahmilu ghadhaahu ma'ahu, akibeba chakula chake. Anabeba chakula lakini amefunga saumu, anabeba chakula chake. Lakini anapokuwa katika njia, kile chakula anakuwa anakipatia wale waliokuwa maskini, anachukua kile chakula na kuwapatia wale maskini. Al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi alipokuwa anaelezea habari hii ya Abi Daud ibn Abi Hind, anasema yadhunnu ahlu, wanadhania watu wake wakimdhania uovu, annahu qad aqala fil bait, watu wanafikiria kwamba huyu Daud mbona haonekani kula. Ahlu suq, watu waliokuwa katika soko lile wanajiuliza maswali, wakidhania kwamba yeye anakula katika nyumba yake, kumbe ni mtu ambaye amekuja haja kula na anaendelea na ibada ya saumu. Wayadhunnu ahlahu, na watu wake wanafikiria annahu qad aqala fi suq, watu wa sokoni wanafikiria Daudi kwamba yeye amekula, na watu katika nyumbani kwake maadamu ametoka na chakula wanamdhania na kumfikiria kwamba yeye akala fi suq, amekula katika soko. Wa hadha al-Hasan al-Basri ash-shahir, Hasan al-Basri, mwanachuoni Hasan al-Basri katika tabi'in, yuatibu nafsahu wa yaqul, anaikemea nafsi yake na kusema tatakallamina bikalami salihin alqanitin alabidin, anaikemea nafsi yake, akamwambia ewe nafsi, unazungumza mazungumzo ya kuhusu
watu wema, watu ambao walikuwa wamejikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, watu ambao ni wachaji Mungu, watu wenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Watafalina fi'la alfasiqin almur'iin, na hali ya kwamba wewe nafsi unafanya vitendo vya watu ambao ni mafasik, watu waliotoka katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wallahi ma hadhihi bisifati almukhlisin, anaapa kwa Allah tabaraka wa taala kwamba hizi sio sifa ambazo ni sifa za watu ambao mukhlisin, watu waliokuwa na ikhlas, waliojitakasa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa hadha Suleiman ad-Darini, mwanachuoni Suleiman ad-Darani yakulu, idha akhlasa al-abd, anapojitakasa yule mja, anapoitakasa yule mja, basi anapoitakasa ile nafsi yake kutokamana na wingi wa wasiwasi na riya, basi huyu mja anakuwa katika miongoni mwa wale waja ambao wanakuwa ni katika mukhlisin. Ndio Fudhail bin Iyadh akatamka maneno akasema, tarkul amal min ajli nnas riyaun, kwamba mtu akaacha kufanya ibada kwa ajili ya watu, labda pengine watu watakusema au watu watakusomea au watu watakuona, sijui watakuona vipi. Ukiacha ibada kwa ajili ya watu, riyaun, hili ni jambo la ria. Wal amalu min ajli an-nas shirkun, lakini ukafanya matendo ya ibada, ukatekeleza ile amal ibada kwa ajili ya kuwaonyesha watu, kuwafanyia watu, shirkun, ni ushirikina. Wal ikhlasu, lakini kuwa na ikhlas, an yuafika Allahu minhuma, kwamba Allah tabaraka wa taala akulinde na haya yote. Usiache matendo kwa ajili ya watu, na usifanye matendo kwa ajili ya watu. Tenda matendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo makusudio ya funga ambayo tunaifunga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kwamba ni funga ambayo inakusudia kwamba watu wawe na ikhlas, kujitakasa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio makusudio ya kwanza. Lakini kuna yale makusudio ambayo yametajwa kabisa kabisa katika Qur'an, ambayo ni maqasidu taqwa. Funga ambayo tunaifunga inawekwa kwamba watu wawe wachaji Mungu, baada kwamba washazitekeleza zile ibada, yale matendo, amal kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wawe wachaji Mungu. Kwa hiyo at-taqwa hiya ghayatul uzma lisiyam, kwamba ule uchaji Mungu ndiyo ghaya, malengo makuu, kwamba watu wakafaradhishiwa na kuwekewa ile funga. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum, mmefaradhishiwa nyinyi funga ambayo ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama ilivyokuwa imefaradhishwa kwa wale ambao wametangulia kabla yenu nyinyi. Kwa malengo gani? La'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kuwa wachaji Mungu, kwa suratul Baqara. Lakini takwa ni nini? Uchaji Mungu ni nini katika funga ambayo imetajwa hapa? Malengo ya kufunga, mtu kufikia ile ghaya na upeo mkuu kabisa kwamba yeye ni mchaji Mungu. At-taqwa hiya ta'atullahi, uchaji Mungu ni kule kumtii Allah tabaraka wa taala, bimtithali awamirihi,
kwa kule kutekeleza zile amri ambazo Allah tabaraka wa taala ameziamrisha, wajtinabi nawahi, lakini kujiepusha na yale makatazo yote ambayo Allah tabaraka wa taala awe huyu mwanadamu atakuwa anakatazika nayo. Fa amarna bisiyam biqaulihi taala, Allah tabaraka wa taala akatuamrisha kwamba sisi tufunge, akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yoyote yule ambaye ataushuhudia, utamuingilia ule mwezi, akauona mwezi mtukufu wa Ramadhani, falyasumhu, basi afunge. Kwa hiyo fayambaghi alaina an nasuma wa nudarriba abnaana ala siyami. Sasa hapa hakuna budi, lazima sisi kufunga, lakini pia tuwe tutawafundisha wale watoto wetu katika ibada kama hii ya funga. Sisi tunapokuwa tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tusisahau wale watoto wetu, lazima tuwazoezeshe katika kufunga ili wapate kuzoea, iwe ile ibada kwa wao ni kitu ambacho kitafanyika kwa wepesi. Fa kullu shay'in kitu chochote ambacho mwanadamu anatekeleza akiwa anakiogopa, utamkuta yule mwanadamu kama anafanya jambo alafu kuna kitu anakiogopa, basi kitu kama kile atakimbia. Lakini isipokuwa Allah tabaraka wa taala, vitu vyote duniani mwanadamu ameumbwa katika maumbile kwamba yeye akiogopa hivi vitu, ameumbwa katika maumbile kwamba yeye akuogopa kitu fulani basi atakikimbia. Lakini illa Allah, isipokuwa Allah tabaraka wa taala, ikiwa wewe unamuogopa Allah tabaraka wa taala na kumcha Mungu Allah tabaraka wa taala, wewe badala ya kumkimbia Allah tabaraka wa taala kama ni mu'min, unatakana huo utamkimbilia yeye Allah tabaraka wa taala ili kupata amani yake Allah tabaraka wa taala, na upate msamaha wake Allah tabaraka wa taala, na kupata zile rahma zake Allah tabaraka wa taala. Tunamkuta Sayyidina Umar radhiallahu anhu alimuuliza Ubay ibn Ka'b ani taqwa, alipomuuliza Ubay ibn Ka'b kuhusu hii taqwa, akampigia mfano wa uchaji Mungu, mfano ambao wa ajabu sana. Anamwambia ama salakta tariqan dha shauqin, anamwambia Ubay bin Ka'b, hujawahi wewe kufuata njia iliyokuwa iko na miba? Umeniuliza mimi kuhusu takwa, kuhusu uchaji Mungu. Sasa nakuuliza mimi swali, je, wewe hivi hujawahi kupita katika njia ambayo ni njia iliyokuwa na miba? Qala bala. Ubay bin Ka'b anamwambia Umar ibn al-Khattab, bala, kwa nini nishawahi kupita mimi katika njia ambayo iko na miba. Qala fama amilt, basi nini ulifanya wewe katika miba kama ile? Njia imejaa miba ile, umefanya nini? Qala shamartu wajtahadtu, asema mimi nilikuwa nikiogopa na nikawa napita polepole ili nisidungwe na miba kama ile, na nikajitahidi. Fadhaqa taqwa,
Hiyo ndiyo mfano wa takwa, kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, uhai wetu sisi wanaadamu maliyatun bil ashwaq, ni uhai ambao umejaa ndani yake mambo ambayo mingi sana ya taabu, ya dhiki, ibtilaa nyingi, mambo ambayo yalokadiriwa yenye kuumiza. Unaweza kupata ibtilaa katika nafsi yako, unaweza kupata ibtilaa katika mali yako, unaweza kupata ibtilaa katika watoto wako, na pia unaweza kupata ibtilaa kwa watu wako, jamaa zako. Lakini unapokuwa wewe umejiika katika njia ya takwa, ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kumtii Allah tabaraka wa taala, basi ibtilaa kama hizi utaziona si chochote si lolote, kwa sababu wewe umesimama katika njia ambayo ni uchaji Mungu, ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo fakaifa nuhaqqiq at-taqwa fi siyamina, vipi basi tutahakikisha ule uchaji Mungu katika funga yetu? Itatulazimu sisi kuifahamu ile funga awalan, kama tulivyokuwa tumeifahamu kwamba ni funga ni kujizuilia kutokamana na chakula, kujizuilia kutokamana na kunywa, ni kujizuilia kutokamana na matamanio. Lakini hapana budi, lazima pia tuifahamu ile funga kwamba ni kujizuilia kutokamana na kiwiliwili na roho, kwa yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala ameharamisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laysa siyama min aklin wa shurbin, sio funga peke yake ukajizuilia kutokamana na kula na kunywa peke yake. Innama siyamu min al-laghwi war-rafath, lakini funga ni ile ambayo mtu atajizuilia kutokamana na kusema upuuzi na kucheza michezo ambayo ni ya laghu, ya upuuzi, na kutamka maneno ambayo ni ya uchafu. Fa in sabaka ahadun, ikiwa mtu atajitokeza akakutukana wewe, au jahila alaik, au akakufanyia mambo ya ujinga, akakufanyia yeye shere, faltaqul inni saimun, inni saim. Tukwambia maneno ambayo hayaeleweki, anakufanyia shere, anakufanyia ujinga, anakudharau, anakutukana, basi usiwe wepesi sana kwamba wewe ukataka kumjibu kwa yale anayokufanyia wewe katika kuharibu saumu yako, bali wewe mwambie inni saimun, mimi nimefunga, inni saim, mimi nimefunga, kama vile ambavyo ametufundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu katika imani, funga imewekwa na imeletwa katika sheria ya Allah tabaraka wa taala kama hii kwa malengo kwamba wale wanadamu wapate uchaji Mungu, wawe ni wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa kufuata maamrisho yake Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na yale makatazo ambayo Allah tabaraka wa taala aliyokuwa ameyakataza. Taatullah, kumtii Allah tabaraka wa taala kwa kufuata yale maamrisho tuliyokuwa tumewekewa, ndiyo uchaji Mungu utakapokuwa umepatikana. Wajtinabu ma naha anhu, na kujiepusha na yale yote ambayo yamekatazwa na Allah tabaraka wa taala. Usimuudhi jirani yako, usiseme urongo, usiibe, usiwe ni mwenye kusengenya,
Usiwe ni mwenye kujiingiza katika mambo yote yale ambayo yanakuwa ni yenye kukuharibia ile saumu yako, bali yanakufanya wewe ukawa unatoka katika daira ya wale watu ambao wachaji Mungu. Haya ndiyo malengo ambayo yanatajwa na kuzungumziwa ya kuwekwa sheria ya Allah tabaraka wa taala ya funga kama hii ambayo tunaifunga. Jambo la kwanza muhimu sana tulishike, al-ikhlasu lillahi, kwamba watu wawe watatakasa yale matendo yao, ibada zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini makusudio na sheria ya Allah tabaraka wa taala kuiweka hii funga pia ni kwamba kwa malengo kwamba watu wao watakuwa wamepata darsan kamilan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, wa tadriban, na kuwa na tajruba ya hali ya juu mpaka wafikie katika lengo ambalo ni la uchaji Mungu. Kutiba alaykumus siyama kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa taala anasema wenda nyinyi mkawa ni watu wachaji Mungu. Yani watu wachaji Mungu ni watu ambao wameridhiwa na Allah tabaraka wa taala, na wao wamemridhia Allah tabaraka wa taala. Muomba Allah tabaraka wa taala atujalie katika watu ambao wanayatenda yale matendo kwa ajili yake, na katika miongoni mwa wale watu ambao wataipata na kufikia ile daraja ambayo ni daraja ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilayk.